nchi yetu. Kuna jambo limetokea na watu wanasema kuna baadhi ya watu akikugusa tu begani, akiuacha mkono wake, nyeti zako zinapotea. Wajua namna ya kuzirudisha nyeti zako zikiwa zimeibiwa kwa kutumia njia ya kishirikina kwa kuguswa bega? Ni kazi ndogo sana. Chukua chumvi, changanya na jivu, weka kwenye maji ya moto, kunywa. Nyeti zilizopotea zinarudi hapo hapo. Huo ndo muujiza wa chumvi na jivu katika maisha yako, katika kuondoa nguvu za giza za uchawi. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Dr. Sule. Mwisho kabisa kuna tambihi nataka kuitoa kuhusiana. Jana nilitumiwa klipu ya mmoja katika walinganizi anaitwa Dr. Sule, maarufu, watu wote wanamjua. Kuna kipindi ilikuwa wanazozana yeye na Mwepupo kuhusiana, sijui ni tapeli si tapeli, watajuana wenyewe wao, sijui nifike wapi kesi. Lakini huyu bwana amezungumza maneno yatakwa yasifumbiwe macho, sababu ni maneno ya makosa katika hii kadhia ya nini, ya kuibiwa nyeti. Lao indikuwa ni mambo mengine tusindizungumza, lakini kwa vile jana tumezungumza kuhusiana na nyeti na kifo cha yule ndugu yetu kule Madejani, Allah mrehemu, kwa tukaona kuna munasaba na huyu kumweka sawa Dr. Sule. Klipu ambao mimi nimerushiwa jana, anasema ati Naitwa Dr. Sule, karibu. Hivi karibuni umepata kusikia mazonge mengi katika nchi yetu na nje ya nchi yetu. Kuna jambo limetokea na watu wanasema kuna baadhi ya watu akikugusa tu begani, akiuacha mkono wake, nyeti zako zinapotea. Wajua namna ya kuzirudisha nyeti zako zikiwa zimeibiwa kwa kutumia njia ya kishirikina kwa kuguswa bega? Ni kazi ndogo sana. Chukua chumvi, changanya na jivu, weka kwenye maji ya moto, kunywa. Nyeti zilizopotea zinarudi hapo hapo. Huo ndo muujiza wa chumvi na jivu katika maisha yako, katika kuondoa nguvu za giza za uchawi. Niseme ati kwa sababu yeye mwenyewe hana uhakika, na yeye mwenyewe kasema katika klipu ati sijui eti, anasema ni kutumia chumvi na majivu, kisha baadaye hiyo chumvi na majivu ukaweka katika maji mamoto ukanywa, ni dawa ya kurejesha nyeti zako zilizochukuliwa na hao watu. Yani mpaka wazee wanacheka, lazima mucheke yani majivu majivu na chumvi. Kwanza asili ya yale majivu yana chumvi, sio? Kisha unatia tena chumvi, wataka kutafuta corona wewe, au watafuta nini ile TB, kifua kikuu, ati unye ni dawa, hata kiakili haingii. Sasa hii utaona maneno mepesi tu, lakini kiakida, kiitikadi, huyu ameleta jambo kubwa sana. Hii ni shirki ndogo kuitakidi hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu qaida inasema, qaidatu aqdiyya muhimma, qaida au kanuni muhimu ya kiitikadi inasema, kullu man i'taqada. Haya maneno amezungumza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kitabu chake Al-Qawl Al-Mufid, karatasi ya 338, anasema kullu man i'taqada fi shay'in, kila mtu ambaye atakayeitakidi, ani mwenye kuwa na itikadi katika kitu fulani, annahu sababu, wa kitu hicho ni sababu ya jambo fulani, manake ni sababu ya tiba fulani. Kama huyu anaitakidi yeye kwa jivu na chumvi ukitia katika maji moto nyeti yako inarudi, manake uume wako uliochukuliwa unarudi. Huyu akaitakidi hivi, walam yathbut, na ikawa jambo hilo halijathibiti, manake halijathubutu kuwa hicho kitu manake ni annahu sababu, kuwa hicho kitu ni sababu, la kaunan wala shar'an, hakijathabiti katika nini, kikadar. Kaunan yani kiulimwengu. Kiulimwengu kivipi? Kiulimwengu ni kuwa sisi twajua wote tukila panadoli au headaches, tukiumwa na kichwa tutafanya nini? Unapata kupona kwa idhini ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kiulimwengu, yajulikana na kila mtu, sio kweli? Haina shida, ni dawa, ni tiba. Sijui mwarobaini ni tiba, na vitu kama hivi. Au wala shar'an, wala haijathibiti kisheria. Maana kisheria, manake haijathibiti katika Qur'an. Ile dawa haijathibiti katika Qur'an wala sunna bwana mtume. Kuna dawa zimethibiti katika Qur'an, kama mfano asali,
kadhalika Qur'ani yenyewe ni ponyo. Mtume sallam katika maji ya Zamzam anasema kuwa ma'u zamzama lima shuriba lahu, maji ya Zamzam ni kwa kile ambacho mtu amekunywa nacho, kwa ni dawa maji ya Zamzam. Kadhalika tende, tutakuja kuona huko mbele. Kwa mtu akaitakidi hivi, maana yake hana dalili katika kiulimwengu wala hana dalili katika Qur'an, fashirkuhu shirkun asghar, basi mtu akifanya jambo hili, basi mtu huyu itakuwa amefanya ushirikina, na ushirikina wake utakuwa ni ushirikina mdogo. Na usione ni ushirikina mdogo. Ushirikina mdogo, ndugu zangu Waislamu, ni katika kabairu dhunub, bali ni ushirikina mdogo unashinda kabairu dhunub katika madhambi makubwa. Maana yake unashinda madhambi makubwa, bali wanachuoni wametofautiana, je, ushirikina mdogo mtu atasamehewa au hatosamehewa? Kuna khilafu kwa sababu ni jambo kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Allah hasamehi kushirikishwa na kitu chochote kile, anasamehe dhambi chini ya ushirikina. Kwa kuitakidi kitu ni dawa na huna dalili katika kiulimwengu wala katika Qur'an, basi wewe umefanya shirki ndogo. Na huyu hana dalili yoyote. Nani kamwambia kwa jivu na chumvi ukitia katika maji moto nyeti inarudi? Nani? Yani tajriba hii umefanya wapi? Yani nani kakwambia wewe katika watu wa takhsisi, yani takhsisi ya masuala ya tiba, masuala ya nini tiba, nani kasema kama ni dawa? Kadhalika Sheikh Ibn Uthaymeen akaendelea akasema lianna hakika jambo hili laysa lana, hatuna sisi an nuthbita anna hadha sabab, hatuwezi sisi kuthibitisha kwa jambo hili ni sababu huwa ni dawa, kwa hati jivu na chumvi ukitaka katika maji moto nyeti yako inarudi. Hatuwezi kuthibitisha. Kuna kitu gani tukaweza tukathibitisha jambo hili? Illa idha kana Allah, isipokuwa itakapokuwa Allah qad ja'alahu sababan kauniya, isipokuwa Allah amejalia ni sababu ya kilimwengu, kama hivyo panadoli, headaches na vitu kama hivyo, au shar'iyyan, au ni sababu ya kisheria, maana yake imethibiti katika Qur'ani au Sunna. Akasema Sheikh Ibn Uthaymeen fashar'iyyu, dawa kisheria maana yake kal qiraati, mfano kusoma katika Qur'ani ad'iya zile, ukafanya adhkar, ukamsomea ruqya mtu, wa dua, kuomba dua, hili limethibiti, hii ndio kisheria. Kwa ukituambia ayatul kursi ni dawa, tutakwambia naam ni dawa, kwa sababu imefanya nini? Imethibiti, imeeleka. Ukituambia au ukisoma dua, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote atakayetoka katika nyumba yake akasema bismillah, kwa jina la Allah, tawakkaltu ala Allah, nimemtegemea Allah, la haula wala quwwata illa billah, atakayesema hivyo, wale malaika watamwambia hasbuka, umetoshelezwa wewe, qad hudita, umeongozwa wewe, wa kufita, na umetoshelezwa, wa uqita, na umelindwa wewe na mashaitani. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fayatanaha lahu shaitan, mashaitani watajiweka kando na yeye, basi watamkimbia mtu huyo mwenye kusoma dhikri hii. Fayaqulu lahu shaitan, atasema shaitan, fayaqulu lahu shaitan akhar, shaitani atamwambia shaitani mwingine, atakumfuata mtu huyo, mwanadamu huyo au muislamu huyo, ile shaitani atamwambia shaitani mwenzake, kaifa lak birajulin, vipi unamfuata mtu ambaye kad hudiya wa kufiya wa uqiya, unamfuata mtu ambaye ameongozwa na ametoshelezwa na amekingwa na Allah. Kwa shaitani wanakukimbia ukisoma dhikri hii, ukitoka nyumbani tu. Wangapi wanasoma hii dhikri? Hatusomi hii dhikri, ndio maana tukifika katika manjia tunapata mitihani mingi. Kwa dhikri kama hii, lau Dr. Sule nisema hivi ni dua hii nisema ni dawa, tunemkubalia tukasema na ni dawa. Maana yake ukisoma dhikri hii unapotoka nyumbani, basi wewe Allah atakuhifadhi na wala hutopatwa na imani za kishirikina, wala nyeti yako haiwezi kuondoka. Naam, hapo nimwambia ndio. Lakini kusema jivu na chumvi huwa ni dawa, la, hapana, si dawa. Kadhalika al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah akasema wal kauni, na hili hiyo tiba kikau, al-kauni kidunia, kilimwengu ni nini maana yake? Mfano kal adwiyati, ni mfano hizi dawa allati, ambazo jurriba naf'uha, tayari imeshapita majariba kuhusiana na nini, kuwa ni tiba. Manake ni kama vile, yani kiulimwengu, manake ni zile dawa ambazo allati jurriba naf'uha, tayari ambazo manufaa yake yamejulikaniwa kwa uzoefu.
Manake uzoefu, tukila Panadol headaches tunapoa, homa tunapoa na kichwa, mwarobaini tukinywa tunapoa. Hii kiulimwengu tayari inajulikaniwa, kwa hii si shirki, ni dawa. Kufunga drip ni dawa, si shirki. Lakini huyu alivyoleta jivu na chumvi kutia katika maji moto kisha unywe, hata kiakili haikubali, ghairu maaqul. Jambo hili aliingia akilini, hata mtoto mdogo hawezi kukubali hivyo. Anywe jivu na chumvi katika maji moto kisha anywe, hata nyeti yake itarudi. Vipi sasa itarudi? Wallahi, yani akili ndogo sana. Atakiwa iwe sawa maneno yake. Allah ndio tosha yetu sisi. Allah anasema, anaambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hebu waulize hawa washirikina, in aradani Allahu bidurri, hivi Allah akinitakia mimi anipate kwa madhara yoyote, hal hunna kashifatu durri, je wao hawa washirikina, hao wachawi, mashaitan, je hao masanamu naabudu waweza kuniondoshia mimi madhara kama Allah ataka wewe upate mtihani? Au aradani birahmatin, au Allah kwa ananitakia mimi rehma, inipate mimi rehma, hal hunna mumsikatu rahmati, je wao wana uwezo wa kuzuia rehma ya Allah? Hawana uwezo. Basi asema qul hasbi Allah, sema Allah ndio tosha yangu, alayhi yatawakkalu almutawakkilun, kwake tu Allah ndio wenye kutegemea wale wenye kutegemea. Kwa tumtegemee Allah. Na katika dhikri za jioni na asubuhi ni kusema hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu, hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Allah ndio tosha yetu na yeye ndio bora ya wale wenye kutegemewa. Wakafa billahi wakila, Allah anatosha yeye kuwa ndio mwenye kutulinda sisi. Vitu ambavyo havijathibiti usizungumze kuwa ni dawa. Viko vitu vingi vimethibiti kama ni dawa, lakini Mtume, kama mfano, kuna vingi jamani, lakini kutokana na wakati, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo imepokea Imam al-Bukhari, man tasabbaha sab'ata maratin ajwa, yoyote mwenye kuamka asubuhi akala tende 7 za ajwa, ni tende maalum, lakini wanachoona anasema mpaka hizi tende zetu zinaingia, hizi tumur, hizi tende za kaili zinaingia. Atakayekula tende 7 asubuhi, kuamka tu pale kabla ya kutoka akala tende 7, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, lam yadhurruhu dhalika al-yawm summun wala sihrun, haitomdhuru yeye siku hiyo sumu yoyote wala uchawi wowote, hautomdhuru. Kwa hii ni dawa. Dr. Sule ilikuwa yeye awaelekeze watu wale tende 7 tu basi, kama ili jambo liko, kwa sababu ili jambo la nyeti, kuondoka nyeti, kwanza halina uhakika, kwa sababu hata yeye mwenyewe katika ile clip asema kuna habari eti ukiguswa bega nyeti zako zinaondoka. Kwa wale waliosoma wenye D2 Kiswahili, si walimu hapo hapa, maana eti nini Kiswahili? Maana yake ni kitu hakina uhakika. Eti wewe umesoma wapi? Ngisha hati huyu ni dokta amesoma wapi? Na huku kirejea historia yake hajafika hata darasa la 7. Hasa dokta wa vipi? Ili uwe dokta usome degree ya kwanza, degree ya pili masters, ngisha usome degree ya 3 ndio unakuwa PhD dokta. Sawa? Au uweza kuwa dokta ukatunukiwa na chuo fulani, sio? Mfano Oxford, chuo kikuu kile kiko Amerika, sio kiko London, sio? Wanakutunukia kwambia wewe tutakutunukiwa udaktari, maana yake daktari. Sio ni hivyo? Chuo kikuu chochote, si lazima Oxford, chuo chochote tu, university, hata Nkuruma au kile chuo kingine wewe Open University, chuo chetu hicho, chuo cha Azei Open University, waweza kutunuku wewe ukawa dokta, si ni hivyo? PhD degree 3. Hasa huyu amesoma wapi huyu? Nasari, hata nasari nasikia sijui kama amesoma. Udokta vipi? Kuwatia watu katika ushirikina na katika mashimo ya moto. Hawa ndio wale aliowataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam, du'at ala abwabi jahannam, walinganizi wenye kulingania watu, ala abwabi jahannam, katika nini? Milango ya moto. Ndio hawa ambao watakuja mwisho wa zama. Wao kazi yao tonge. Aliwahi kuja hapa Upembani hapa akachukua pesa za watu, huyo safari. Watu wakaambiwa, wakaribuniwa, wakaambiwa ni dawa gani? Nani alipona? Kwa hiyo tambihi inatoa, hakuna chochote katika hilo alosema huyu Dr. Sule kwa ati ni dawa. Jivu na nini na chumvi utie katika maji moto ati unywe. Usinywe ndugu zangu Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, usinywe dawa hiyo, si dawa.
bali ni katika itikadi za ushirikina, na yeye ametibu hivyo kishirikina shirikina. Na tunarejea tena kusema suala la kupotea nyeti ni masuala ya uongo, hayana ukweli wowote, ni urongo. Usikubali kuitakidi Muislamu itikadi hiyo, bali ni itikadi za kiuongo. Hakuna chochote katika hilo lilothibiti. Na kama yuko mtu ambaye nyeti yake imeondoka, tuambieni tuende tukamwangalie wapi nyeti yake imeondoka. Tuambieni tu sehemu fulani yupo, nyeti hana, tutapanda gari, tutatia mafuta, tutachangishana, twende tukaangalie, je, nyeti haipo au ipo? Hakuna ukweli wowote, bali ni uongo. Kwa turudini mfadhaiko kama huu katika jamii, turejeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tujikinge kwa yeye, na Allah ndio tosha yetu, na yeye ndio Allah ambaye atakayetulinda. Imeeleka. Kwa hiyo usije ukakubali matapeli tu katika mitandao wakaja kukwambia hata kitu fulani ni dawa ya kurejeshwa nyeti. Wao kila kitu yani kikitokea, huu ni mtihani umetokea katika Tanzania, lakini wao wapiga dini. Yani wao umetokea mtihani, wao wamefanya mtihani, ngoja tupige dini. Hatuwezi kukubali. Kwa turejeeni kwa Allah na tujikinge kwa Allah kwa adhkari za asubuhi na jioni. Kabla ya kulala tuatie udhu, asome adhkar, akitoka asome dua ya kutoka, akiingia nyumbani asome dua ya kuingia ndani, basi na Allah atatutosheleza sisi. Hakuna chochote kitakacho kutusibu. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Bas tosha. Kwa mimi nitafikia hapa, ilikuwa ni kama tambihi ndogo tu nataka kuitoa. Allahu a'lam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik.